Niwatakie heri ya mwaka mpya mashabiki wote wa Simba Sports Club. Tumeuanza mwaka kwa kishindo na tunaamini mwaka huu wa 2026 utakuwa ni mwaka bora sana kwetu Simba Sports Club. Inawezekana tumeingia mwaka mpya tukiwa na majonzi tuliyotoka nayo 2025, tumeingia nayo 2026. Majonzi haya yanatokana na kupoteza mechi mbili za hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika sanjari na kupoteza mechi yetu ya mwisho ya ligi kuu dhidi ya Azam FC. Inawezekana tumeingia mwaka huu tukiwa na hayo majonzi, lakini ninachoweza kuahidi mashabiki wa Simba ya kwamba yale yote yameshapita. Yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Vijana wa siku hizi wana mashaka sana na wahenga, lakini kwenye hili wahenga wako sawa sawa. Yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Tugange yajayo kwa maana kwamba sasa tuangalie namna gani tunaweza tukaiboresha Simba yetu kuelekea mbele tunakoenda. Tumefanya mabadiliko kwenye bench la ufundi. Tumeleta walimu wataalam zaidi. Yuko mwalimu Steven Becker, bonge moja la kochi, high profile, mwalimu mwenye uwezo mkubwa sana, mwalimu anayefahamu vema soka la Afrika, mwalimu mwenye uwezo wa kuchukua maji kwenye kisoda akayafanya kuwa maji kwenye bahari. Na nini mfano ama hekima ya hicho ambacho nimekizungumza? Ukiangalia alikotoka, timu aliyoifundisha na kuipa mafanikio na kuitambulisha Afrika ilikuwa ni timu ndogo mno wakati anaanza hiyo kazi miaka 8 iliyopita na timu yake alotoka, lakini amefanya ile timu kuwa timu tishio mno Afrika hivi sasa na timu tishio kubwa sana Afrika Kusini. Sasa huo ubora wake aliyokuwa nao ndio ambao sisi umetufanya tumkabidhi timu hii kubwa Simba Sports Club ili aje atufanyie makubwa ambayo anaweza kufanya. Bonge moja la kochi, high profile, mwalimu mwenye uwezo mkubwa sana, mwalimu anayefahamu vema soka la Afrika, mwalimu mwenye uwezo wa kuchukua maji kwenye kisoda akayafanya kuwa maji kwenye bahari. Steven Becker, uwezo aliokuwa nao, anaweza akachukua maji kwenye kisoda akayageuza kuwa bahari. Uwezo huo anao. Soda kimoja, mwalimu Steven Becker ana uwezo wa kugeuza kuwa bahari. Huo ndio uwezo. Sasa tumemkabidhi timu yetu hii ya Simba Sports Club aje atufanyie hayo maajabu aliyokuwa nao. Na nini mfano ama hekima ya hicho ambacho nimekizungumza? Ukiangalia alikotoka, timu aliyoifundisha na kuipa mafanikio na kuitambulisha Afrika ilikuwa ni timu ndogo mno wakati anaanza hiyo kazi miaka 8 iliyopita na timu yake alotoka, lakini amefanya ile timu kuwa timu tishio mno Afrika hivi sasa na timu tishio kubwa sana Afrika Kusini. Sasa huo ubora wake aliyokuwa nao ndio ambao sisi umetufanya tumkabidhi timu hii kubwa Simba Sports Club ili aje atufanyie makubwa ambayo anaweza kufanya. Ukiangalia amekuja na jopo lake la wataalam, yupo kocha wa magolikipa standard ya kidunia kabisa. Ni kocha ambaye tunaamini atawafanya makipa wetu hawa kuendelea kuwa tishio na kuwa bora zaidi. Lakini amekuja na mtaalamu wake wa fitness ambaye ana uwezo wa hali ya juu, ana mazoezi ya kileo, ana mazoezi ya kisasa sana. Ni mwalimu ambaye amekamilika kwa 100%. Lakini amekuja na mtaalamu wake wa masuala ya video, anajua kusoma mchezo sawa sawa, anajua kumchambua mpinzani, anajua kumfanyia tathmini ya kitaalamu mpinzani. Kwa hiyo amekuja na benchi lake ambalo limekamilika kweli kweli. Amekutana na wataalamu ambao tuko nao hapa Simba Sports Club. Wanakuja wanaunganisha kwa pamoja nguvu yao na kufanya Simba kuendelea kuwa tishio na bora Afrika. Na ndio maana nawaambia wana Simba tugange yajayo. Kuganga yajayo ndio haya ambayo amekuja nayo mwalimu Steven Becker. Yote kwa yote ni kwamba tunaamini mwaka huu utakuwa ni mwaka wetu bora sana. Kwenye ligi bado tupo kwenye mstari, tumepoteza mechi moja kwa maana ya kwamba tumezidiwa alama 2 pekee dhidi ya mpinzani ambaye tunashindana naye, lakini kwenye michuano ya kimataifa bado tuna imani kubwa, tuna uwezo wa kufufuka na kufanya vizuri, kwa maana ya kwamba michezo 4 ambayo imesalia tuna uwezo wa kufanya maajabu hapo na mnyama akaendelea na maisha yake ya robo finali kama kawaida. Mpaka sasa Simba hatujasajili hata mchezaji mmoja, na mipango yetu ya usajili
Usajili iko vizuri kwa maana inaendelea vizuri. Hawa wachezaji ambao tunawaona hapa ambao wanacheza Mapinduzi ama tuko nao Zanzibar, ni wachezaji ambao wamepata nafasi ya kufanya mazoezi na Simba Sports Club, ikiwa ni sehemu ya maombi yao, naomba nije nifanye mazoezi na Simba Sports Club. Kwa hawa ambao ni wako wengi, kati ya wanne, yes, kwa hiyo wanafanya mazoezi. Ikitokea katika hawa ambao wanafanya mazoezi akaonesha mmoja wao ama wawili wao ama hata wote wakaonesha exceptional performance, wakaonesha kiwango kisichomithilika, wakaonesha ubora mkubwa, basi pasina shaka watasajiliwa. Lakini kama itakuwa vinginevyo, basi tutaendelea na plani yetu ile ya masuala ya usajili. Ndozi tayari tumeshaanza mchezo wa kwanza, tukapata ushindi dhidi ya Mwembe Makumbi, na sasa tunakwenda kwenye mchezo wa pili. Kombe la Mapinduzi ni moja kati ya mashindano yenye heshima kubwa sana, na sisi Simba Sports Club huwa tunayachukulia kwa uzito mashindano haya, kwa sababu ni mashindano ambayo yamebeba hisia za Wazanzibari na za Watanzania kwa ujumla. Ni mashindano ambayo yanawakumbusha watu vitu vingi miaka 60 huko iliyopita. Ni mashindano ambayo inakumbusha furaha ya kudumu ambayo Wazanzibari walitengeneza siku ya tarehe 12 ya mwezi wa kwanza miaka mingi huko iliyopita. Kwa sisi Simba Sports Club ambao ni timu ya watu, tunayathamini mashindano haya kwa kiasi kikubwa kweli kweli, na ndio maana tuko hapa kwa ajili ya kushirikiana na wenzetu Zanzibari kwa ajili, na hili mtu asitokea akalishangaa, pengine ni kawaida. Wakati ligi inaendelea msimu uliopita, alikuja Morris Abraham akaomba nafasi ya kufanya mazoezi na timu, akapokelewa, akafanya mazoezi na timu, na kilichobaki ni historia mpaka hii leo. Kila mwana Simba anafurahia maamuzi yale ambayo tuliyafanya ya kumkaribisha Morris Abraham afanye mazoezi, na mpaka hii leo ni moja kati ya watu tegemeo ndani ya timu yetu ya Simba Sports. Kwa hiyo na hawa wameomba nafasi ya kufanya mazoezi ikitokea. Na uzuri ni kwamba mpira ni mchezo wa hadharani. Ikitokea mtu akawasha kweli kweli, basi maamuzi yaliyokuwa sahihi yatafanyika, lakini mipango ya usajili ya timu yetu inaendelea vizuri, na muda ukifika tutawaambia nani na nani tunamsajili.